من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Bado tungali tunaendelea na tamhid ya kitabu cha fiqh sunna, utangulizi alivyoandika mwenyewe mwandikaji wa kitabu Al-Sheikh Said Sabiq. Na katika utangulizi huu tulifikia kwenye hichi kifungu cha at-tashri'u al-islamiyu au al-fiqh. Tukaacha darasa iliyopita amma at-tashri'u alladhi yattasilu bil umuri ad-dunyawiyya, ama kwa upande wa sheria ambayo inaungana na mambo ya kidunia, ukiwacha matendo ya ibada katika dini. Min qada'iyatin, katika mambo ya kuendesha nchi. Wa siyasiyatin, na mwenendo wa kisiasa. Wa harbiyatin, na mambo ya kivita. Ama kwa upande wa mambo haya, faqad amara ar-rasul sallallahu alayhi wasallama bil mushawarati fiha, mtume ameamrisha watu washauriane, wanaweza kutumia rai, na ile rai ambayo imekubalika katika mambo hayo wataweza kuifuata. Wakana, na alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama yara ar-ra'ya, akiona rai yeye katika mambo kama haya, fayarji'u anhu li ra'yi ashabihi, na mara anarejea kutokana na rai yake aliyoiona yeye, anarejea kwenye rai hiyo kwa sababu ya rai walioiona masahaba wake katika mambo haya ya kidunia. Kama waqa'a fi ghazwati Badr wa Uhud, kama ilivyotokezea katika vita vya Badri na vita vya Uhud. Mtume alikuwa anaona rai nyingine na masahaba wanaona rai nyingine, basi mtume anarejea kutoka kwenye rai yake anakwenda kwenye rai ya masahaba. Hayo ni katika mambo ya dunia. Ama katika mambo ya dini, ya ibada, mambo ya ibadati, hawezi mtu kutumia rai yake. Dini inataka ifuatwe vile vile tu alivyofundisha mtume Mwenyezi Mungu. Wakana sahabatu, na vile vile walikuwa masahaba radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi nao, yarji'una ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mara kwa mara hurejea kwake mtume. Yasalunahu amma lam ya'lamuhu, wanamuuliza kutokana na jambo ambalo hawakulifahamu vyema katika mambo ya dunia. Aya zimeshuka za Qur'ani kwa mfano, jambo hakuelewa vizuri, wanamwendea mtume. Wayastafsirunahu, na wanamtaka alifasiri jambo hilo. Fima khafi alaihim, katika yale yote ambayo yamefichikana kwa wao masahaba.
min maani nususi, kutokana na maana ya maandiko ya aya, pengine hakufahamu vyema wao. Wayuaridhuna alayhi ma fahimuhu, na vile vile wanamwekea wazi bwana mtume masahaba yale ambayo wameyafahamu wao, minha, katika maandiko hayo. Fakana ahyanan, basi alikuwa bwana mtume baadhi ya wakati, yuqirruhum ala fahmihim, anawathibitishia, kuwakubalia hiyo fahamu yao ndio sawa sawa kutokana na aya hiyo. Wa ahyanan yubayinu lahum, na wakati mwingine anawabainishia wao mawdhi'a al-khata'i, pahala gani wamekosea, fima dhahabu ilayhi, katika yale ambayo wamekwenda nayo wao masahaba katika rai. Wakati mwingine anawathibitishia kwamba ndivyo hivyo mlivyofahamu sawa sawa, na wakati mwingine anawakosoa, anawaondosha katika fahamu yao, anawapeleka kwenye fahamu ya sawa sawa. Wal qawaid al amma, na sasa tunaingia kwenye nukta nyingine, na desturi ya kijumla, desturi iliyowakusanya waislamu wote, ili kuonyesha dini hii vile vile ni dini ya watu wote, ni dini aliyopewa mtume wa mwisho, dini iliyokamilika, dini ambayo itaweza kufuatwa na zama zozote zile ambazo watu wanaishi, wakiwa pahala popote pale. Kuna kawaida maalum, kawaida al-amma, hiyo ni muhimu sana kuizingatia kawaida hiyo. Wal qawaid al-amma allati wada'aha al-islam, na kawaida ya kipamoja, kawaida ya kijumla ambayo imeiweka Uislamu kawaida hiyo, liyasira ala dawiha almuslimuna, ili wende kwenye mwangaza wake kawaida hiyo Waislamu. Hiya, kawaida hiyo ni ifuatayo, imegawika katika sehemu kama 4 hivi. Jambo la kwanza, kuna kawaida katika Uislamu, annahyu anil bahthi, kuna katazo la kupekua pekua mambo, fima lam yaqa'u, katika yale mambo ambayo hayajatokezea bado ndani ya dini, haikuja amri ya Mwenyezi Mungu, hakubainisha mtume jambo, basi imekatazwa kabisa Waislamu kutafuta ufundi wa kupekua pekua jambo hilo. Min alhawadithi, katika matukio mbalimbali, hata yaqa, mpaka litokezee jambo hilo, halafu watu hapo watafute ufumbuzi wake. Qala Allahu ta'ala, dalili ya kawaida hii ni tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tasalu an ashiyaa, msiwe mnauliza kutokana na mambo ambayo bado hajatokezea. Msiulizie. Mwenyezi Mungu hapendi, kwa sababu intubida lakum tasukum, iwapo mtajibiwa, iwapo mtadhihirishiwa baadhi ya mambo mnaouliza sana, mtachukiwa. Jawabu jingine itakuja mbaya, haitompendeza mtu, na mizigo itakuwa mizito katika dini. Jambo halijatokezea, wataka kuulizia mpaka Mwenyezi Mungu akilifaridhisha, je, mtakuwa ni mzigo kwenu, mtaweza kubeba. Wa in tasalu anha, na kwa hakika mtaliulizia jambo hilo au mambo hayo, hina yunazzalu alquranu tubida lakum, ngojeni wakati itapoteremshwa Qur'ani, mtadhihirishiwa mambo yalivyo. Ibada hiyo itakuwa ni kila siku, au ibada hiyo itakuwa kila mwezi, au ibada hiyo itakuwa kila mwaka. Msiulize mambo upuzi. Kaida ya kuuliza kwenye Uislamu. Sasa hapa Uislamu atufahamisha mambo muhimu. Akae kitako mtutuli, ametuliza akili yake wakati anaposomeshwa, asipende upesi haraka kabla maudhui haijesha kuzungumzwa, akawa akili yake pale na mduru kwamba hapa nataka kuuliza jambo. Hajakatazwa asiulize kabisa, lakini asubiri
hususan ile maudhui inaendelea, na wakati ule ilikuwa Qur'ani inashuka. Kama itakuwa kwa mfano ibada ya hija kila mwaka iwe ni wajibu kwa Muislamu, Mwenyezi Mungu ataeleza. Alipofaradhisha Mwenyezi Mungu ibada ya hija, wakati mtume anatangaza kwa Waislamu, akaruka sahaba mmoja, nataka kuuliza itakuwa kila mwaka hiyo? Mtume alikadhirika sana siku ile, akawaambia lau qultu na'am la wajaba, ningesema ndiyo hapa ingewajibika hapa. La tasalu an ashiya, aini watu nye, msiulize mambo namna kama hiyo. Kuna baadhi ya masuala mnauliza in tubida lakum, kama mtadhihirishiwa, tasukum, mtachukia. Wa in tasalu anha, na kwa hakika mtayaulizia hayo, hina yunazzalu alquranu, wakati itapoteremshwa Qur'ani, tubida lakum, mtadhihirishiwa kila kitu. Ma faratna fil kitabi min shay. Hapo tena kama una swala lako kufahamu unaweza kuuliza, lakini usio mwepesi kila mara. Afa Allahu anha, ameyasamehe Mwenyezi Mungu hayo ambayo mmetanguliana, hamkujua kama ni mabaya yale. Kama mlikuwa na tabia hiyo ambayo mwanzo mkiifanya, basi Mwenyezi Mungu ameisamehe kwa sababu mlikuwa hamtendi makusudi. Pupa ya kujua dini, pupa ya imani, ilikuwa mna hamu kila wakati, mna ari, lakini kwa hakika ile mambo Mwenyezi Mungu akimchukia na ameyasamehe. Tena msirejee mara ya pili, wallahu ghafurun halim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na ni mpole kwa waja wake. Hiyo ni aya inapatikana katika suratul Maida kwenye aya nambari 101. Wa fil hadith, na katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kubainisha kaida hii ya amma, katazo la kupekua mambo kabla hayajatokezea, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam naha, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikataza anil aghlutati, kutokana na mambo yanaitwa al-aghlutati. Nini aghlutati? Wa hiya al-masailu allati lam taqa'u, ni mambo ambayo bado hayajatokezea. Mwenyezi Mungu hakuyataja, mtume hakuyabainisha, mtume amekataza watu wasiingie mambo hayo. Si katika dunia hiyo, hayo ni katika mambo ya dini. Ama dunia, kila kizama mwanadamu Muislamu akipekua jambo la urahisi wa maisha, mwacha apekue tu. Pengine katika utundu wake ule atavumbua mambo mapya ya kuendesha ulimwengu. Hapo ni uwanja mwingine, lakini ndani ya ibada asicheze mambo, asiulizie mambo kabla hajatokezea. Jambo la pili katika kawaida hii ya amma, mbali ya ulizia mambo, jambo la pili, tajannubu kathratu suali, vile ni kujiepusha na masuala mengi. Wachilia mbali kuulizia mambo ambayo hayakutokezea mpaka yatokezee, na vile hata hayo yaliyotokezea vile tayari yashakuwepo, vile yatakiwa Uislamu ujiepusha na kuuliza sana, kwa sababu akili hupumbaa akili ikawa imebaki mpaka iulize ndio iende. Kama haikuuliza haiendi, haina mazingatio, haifikiri tena, imekwama. Akijizoesha mtu tabia hiyo, popote anapokaa pale, akili yake haiwezi kusota ikafahamu mambo yanayozungumzwa mpaka aulize. Kwa hivyo inakuwa mtu anajifunga kwenye akili yake. Kuna kaida kwa Uislamu inawafundisha Waislamu ili kukufahamisha kwamba dini hii bwana ni dini ya Mwenyezi Mungu aliyoitangaza kwa watu wote pahala popote, dini ya mwisho, mtume wa mwisho, dini iliyokamilika. Imetofautiana na dini yoyote ambayo ataivumbua mwanadamu awatangazie watu. Dini hii inamkataza mtu kuuliza kipuuzi, sio kutokuuliza kabisa. Katika hadithi nyingine mtume anasema nusu ya elimu iko kwenye kuuliza. Kuna pahala mtu anakanganyikiwa na mambo mpaka aulize, abainikiwe na vipi hasa ilivyo, pengine kafahamu sivyo. Na ikiwa mtu ana wasiwasi na jambo, sheti aliulizie kwanza, ndipo alifanye au ndipo alifikisha kwa watu. Lakini kuna kuuliza kwa namna ya na ni wingi wa masuala ambayo inaudhi, hususan wakati watu wanazingatia maudhui fulani, pale kama patapatikana mtiririko wa masuala kabla ya maudhui,
haijesha au kabla mwalimu hakutoa nafasi ya kuuliza, basi pale patakuwa na maudhi na ile subject au maudhui itafisidika kwa hakika yote, na itakuwa mzungumzaji pale anaondoka kwenye subject ile na kwa subject nyingine ya masuala. Ndiyo maana ni bora kuwepo kabisa kwa msomeshaji vipindi vingine vya masuala peke yake, hivyo katika mambo ambayo kufahamika basi yaulizwe wajibiwe baadaye. Fa fil hadith tajannubu kathratu sual, kuna kawaida hii ya pili ya kujiepusha na wingi wa masuala, wa udhalil masaili, na masuala magumu mazito ya kumfanya mtu ashindwe kupata ufumbuzi. Hii katika Uislamu vile vile imekatazwa. Kwa mfano, kutaka kumpima mtu elimu yake, muulize anaweza kujibu hii katika Uislamu imekatazwa kabisa, kwa sababu unaweza kumuathiri Muislamu mwenzio mbele ya hadhara ya watu, na ikabidi ile da'wa ikwame kiasi fulani, ibomoke, mambo yaharibike, watu waone wamevunjika moyo, wamegive up. Kumbe kulikuwa na faida kubwa inapatikana. Pengine yule mtu yuko mdogo kwenye elimu, mchache wa mambo, hana utambuzi mkubwa sana na kwa ufanisi, aachiliwe kwa kiasi cha ile elimu yake. Kuna faida pale anaileta, kuna watu wako chini kuliko yeye. Kama mnataka kumuongoza, mumtafutie nafasi nyingine, akiteremka pale kwenye maudhui yake anapozungumza, mnamwita pembeni pale kadha ulizungumza kitu kadha, kwa hakika ilikuwa makosa, au hebu pale kwani ulikusudia nini? Ataeleza. Kama ndivyo sawa, pengine nyinyi mkufahamu, yeye kafahamu zaidi, au anapo alipopategemea. Na kama itakuwa amekosea, kumbe kafahamu vingine, pale mnamfahamisha. Lakini pale mbele za watu kumtupia vimondo vigumu, Uislamu umekataza. Wa udhali almasaili, na kuleta masuala magumu mazito. Maana tabia za binadamu ziko tofauti. Wengine wanaona pale ndiyo hasa pa kumpima mtu ilmu yake, kumbe wanaharibu mambo. Na alkamalu lillahi wahdahu, wasisahau watu kwamba ukamilifu wanao Mwenyezi Mungu peke yake. Kumtupia mtu vimondo vigumu ghafla mbele ya hadhara ya watu, pengine yeye hakujitayarisha vile, hakutalii vya kutosha kwenye suala lile, ni bora kabisa mkampa nafasi ende akatizame, ajiandae vizuri, kuliko kukusudia hasa kwamba hapa kidogo leo ngoja tumpime atajibu nini hapa. Fa fil hadithi, basi katika mafunzo ya Mtume imekuja, inna Allaha kariha lakum qila wa qala, Mwenyezi Mungu kwa hakika amechukia kwenu Waislamu tabia kwanza ya kwamba qila, pamesema, inasemekana, pamesema, inasemekana, hakuna hakika ya jambo. Uvumi unaingia na watu pengine wanaingia hofu, wanaingia woga, wanaekeana chuki, wanaekeana mifundo. Kuna mtu anasema vibaya sana, hakuna hakika ya mambo, nasikia hivi. Hii katika Uislamu kwa hakika Mwenyezi Mungu, Mtume anasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kariha lakum, amechukia kwenu Waislamu tabia ya qila, pamesemwa, hakuna uhakika, waqala, na kasema fulani, si Mwenyezi Mungu, si Mtume, kasema fulani. Hii wacheni kabisa. Kila wakati muwe na hakika katika mambo mnayokuwa nayo. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, Muislamu usiwe na tabia ya kuliingia jambo huna ilmu nalo, huna hakika nalo, utakuja kuingia kwenye makosa makubwa ya ulimi. Tutakuja kuifanyia maudhui insha Allah wakati fulani, maudhui ya afatul lisani, uovu wa ulimi. Ni maudhui pana sana, ni maudhui ambayo umma ndipo ulipokwama hapo wa Kiislamu, kwenye ulimi. Umma ndipo ulipofisidika hapo kwenye ulimi. Kila mmoja anaona sikazungumza tu, jambo rahisi mno kutamka kitu mdomoni. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Surah An-Nur, wakati watu wameingia kwenye dhulma ya kumdhulumu bibi Aisha radhiyallahu anha, tabia iliyozuka pale ni qila wa qala. Baba, umeusikia mchapo, umesikia uvumi, Aisha hivi na hivi na hivi na hivi na hivi.
Kumbe ilikuwa ni qila na qala. Na kuna wanafiki wengine pale kina Abdullah ibn Ubay bin Saluli waliona ni fursa kubwa wameipata pale ya kuvuruga umma. Qila qala, qila qala, wakaingia kwenye uvumi ule waislamu wazuri, waislamu wa kweli kweli. Mwenyezi Mungu anasema laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bianfusihim khairan. Kwa nini pale mlipolisikia hilo wasidhanie waumini wanaume na waumini wanawake kwenye nafsi zao mazuri matupu? Waqalu, na wakakata moja kwa moja tu, hadha buhtanun adhim, wakasema kwamba hii ni dhulma iliyokuwa kubwa sana bwana. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema watahsabunahu hayyina idh talaqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Kumbuka mlipolipokea jambo hili kwa ndimi zenu na mkawa mnalisambaza kwa midomo yenu, na wenyewe mkalidhania jambo jepesi, mnasema tu, mnafurahi, kumbe wa huwa inda Allahi adhim, kwa Mwenyezi Mungu lilikuwa kubwa mno. Basi Mtume anasema kuna kaida ya amma waislamu waifahamu vizuri kabla ya kuelewa mambo mengine ya ibada. Katika mambo ya utangulizi ndani ya kitabu hichi, Said Sabiki ameweka kawaida hii ili mtu atapoingia ndani ya kitabu aelewe Uislamu au anakisoma kitu gani, mtu anatakiwa awe vipi, ule Uislamu wake mpaka utengenee awe vipi. Asiyekuwa anainama tu na kuswali na kusujudu, kumbe kuna kawaida nyingine muhimu kazitupilia mbali, basi ibada yake ofisini kile mbali. Mtume anasema inna Allaha kariha lakum qila wa qala, Mwenyezi Mungu amechukia kwenu kwamba pamesemwa fulani kasema, wa kasratu suali, halafu limeingia hili jambo ambalo tuko kwenye maudhui yake. Hayo ya qila na qala si maudhui yake sasa hivi hapo, lakini ameingia ndani ya hadithi. Mtume akakusanya mambo hayo na wingi masuala, uliza upuuzi, masuala mengi. Mtu hatulii hata kuituliza akili yake akaanza kupigana nayo ili ipate kusafiri iende kwa mujibu yale masomo. Akili inakwama, inakuwa haisukumwi mpaka kwa masuala, mpaka aulize, mpaka ndo yende. Na jambo la tatu ambalo halipo hapa kwenye maudhui yetu, lakini hadithi ya Mtume ililitia jambo hilo, wa idha'atul mali, na kupoteza mali muislamu bure, kulifanya jambo ambalo halina faida, israfu. Hakuna pahala ambapo Mwenyezi Mungu atapaacha bure asipaulizie. Hiyo mali mtu ataulizwa sana. Na katika hadithi imekuja la tazalu qadam ibn adam, hautaondoka unyayo wa mwanadamu mahakamani yaumul qiyama hatta yusala an 5 asila, mpaka kwanza aulizwe masala matano. Katika masala matano hayo, shababuka fima ablaita, ujana wako katika mambo gani ulioharibu, wa umruka fima afnaita, na umri wako uliumaliza katika mambo gani, wa maluka, na hii mali yako, min aina iktasabta, kutoka wapi uliichuma, wa fima anfakta, na katika mambo gani ukaitumia. Ataulizwa mtu. Halafu inaingia na mambo mengine ya ilmu tena, wa ilmuka, na ilmu yako vile vile, madha sana'ta fihi, nini ulifanya kwa ilmu hiyo, wa idha'atul mal. Na Mtume na Mwenyezi Mungu vile vile amechukia kwenu kupoteza mali bure. Hayo mambo matatu hayo Mtume kayakusanya katika hadithi moja. Wa anhu sallallahu alayhi wasallama, na kutokana na yeye bwana Mtume sallama amesema vile vile, inna Allaha faradha faraida, hakika Mwenyezi Mungu amefaradhisha mambo ya lazima muyafanye. Fala tudayyi'uha, basi msiyadhalilishe, msiyadhoofishe mambo hayo, yafanyeni vile vile yalivyoamrishwa. Jambo la fardhi lazima litekelezwe. Fala tudayyi'uha, msiyadhoofishe mambo hayo. Wa hadda hududan, na kisha Mwenyezi Mungu akaweka mipaka. Kuna mipaka imewekwa kwenye Qur'ani, utakuta tilka hududullahi fala taqrabuha au fala ta'taduha. Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya aya msikurubie na kuna baadhi ya aya msikiuke. Basi wa hadda hududan, Mwenyezi Mungu ameweka mipaka mbalimbali. Fala ta'taduha, basi msikiuke mipaka hiyo. Wa harrama ashiyaa, na Mwenyezi Mungu akaharamisha mambo. Fala tantahikuha, msifanyie jeuri.
mipaka ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Msiyatende mambo kwa jeuri wakati mnajua hili ni haramu, ikawa wewe unaona kwa kitu gani. Halafu wasakata an ashiyaa, Mwenyezi Mungu baadaye akanyamaza kimya kutokana na mambo mbalimbali. Hayo Mwenyezi Mungu hakuyafanya kwa sababu amesahau au kwa sababu alijingikiwa, kama wanavyoamini baadhi ya watu wengine madhehebu mbalimbali, wanajiita Waislamu, wana itikadi kwamba Mwenyezi Mungu amejingikiwa na mambo anayabaini katika wakati fulani. Kuna madhehebu ya Kishia wanaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu kuna mambo hakuyajua kabla, kaja kayafahamu baadaye. Na hili vile vile liweke sheria. Basi Mwenyezi Mungu amenyamaza katika mambo, asijakajiona mtu fundi kwamba hapa palitakiwa yawepo maulidi, hapa baada ya kufa mtu hapa iwepo kiraa tuite khitma, hapa siku ya 40 hapa maiti nadhani shingo ya kaburini kule, pengine pale ndo namalizika shingo katika pale, tufanye kitu pale 40. Mwaka ukifika itakuwa mwaka ushatimia, hapa iwepo hauli hapa. Msidhanie Mwenyezi Mungu pale ameghafilika, amejingikiwa na dini, amenyamaza. Nyinyi yatazameni ya fardhi ni yako wapi? Hayo ya fardhi hayo ni mengi mno. Mtume anasema fala tudayyi'uha, msiyadhaifishe mambo ya fardhi, na mipaka msikiuke. Ameharamisha Mwenyezi Mungu mambo, fala tantahikuha, msiyafanye kwa jeuri. Halafu wasakata an ashiyaa, akanyamaza Mwenyezi Mungu kwa mambo mengine, rahmatan bikum. Hii kunyamazia mambo hayo Mwenyezi Mungu ametumia rehema kwenu, amekufanyeni takhfifu ya dini kwenu, mzigo ungelikuwa mkubwa. Hii rahmatan bikum, kukuoneni huruma nyinyi, min ghairi nisyani, bila ya kusahau chochote katika mambo hayo. Hakughafilika Mwenyezi Mungu. Sheti uitakidi hivyo Muislamu, kanyamaza Mwenyezi Mungu kwenye jambo bila ya kughafilika, lakini kukuoneni huruma nyinyi. Fala tabhathu anha, basi msipekue tena, msije mkapekua kutafuta kujua mambo chungu nzima. Kanyamaza Mwenyezi Mungu kukuoneni huruma nyinyi. Ikiwa katika malaji kabainisha vilivyokuwa haramu, akesha akampa satwa mtume wake, na wewe vile vile ukiliona jambo linawadhuru Waislamu, unaweza kutoa amri ya mara moja tu kwamba hii haramu. Mwenyezi Mungu aliponyamaza katika baadhi ya vyakula, hii ni kuwaonea huruma watu. Mtume anasema kama atapenda mtu mwenyewe kutumia baadhi ya vyakula, hakuviona kwenye Qur'ani, hakuona uharamu wake kwenye hadithi ya Mtume, nafsi yake kama itaona inapenda, haitodhurika, kwa sharti kwamba isidhurike. Lakini kama nafsi itadhurika, hata jambo liwe zuri gani, basi Uislamu basi hapo umeharamisha, kwa sababu harama alaikumul khaba'ith, Mwenyezi Mungu ameharamisha yote mabaya mabaya, machafu machafu, yenye kudhuru akili, yenye kudhuru mwili, yenye kudhuru kila kitu. Kwa hivyo fala tabhathu anha, hayo mambo ambayo Mwenyezi Mungu amenyamazia bila ya kuyasahau, nyinyi msipekue kwa kuyaulizia. Wa anhu, na kutokana na yeye mtume vile vile anasema katika riwaya nyingine, a'dhamu nnasi jurman, watu waliokuwa na maovu makubwa sana, man sa'ala an shay'in, ni mtu kuliulizia jambo lam yuharram, ambalo jambo hilo halikuharamishwa bado, analiulizia yeye. Je, kitu kadha kadha halali? Je, kitu kadha kadha halikuharamishwa? Mwenyezi Mungu ameliwacha bila ya kusahau. Anasema mtume anasema mtume sallallahu alayhi wasallama, a'dhamu nnasi jurman, watu wenye uovu uliowazidi wengine, man saala, ni mtu ambaye ameuliza, an shay'in, kuhusu jambo hilo lam yuharram, halikuharamishwa bado, lakini kwa sababu ameuliza, halafu ikateremka aya kwa sababu kauliza sana, jambo lile likawa ni haramu kwake. Anasema huyu mtu amekuwa na maovu makubwa sana. Jambo la tatu katika mambo ya kawaida amma ambayo Muislamu pia anatakiwa yaelewe, albu'du
anil ikhtilafi watafarruqi fi ddin. Kuna kawaida hii ya kipamoja, kawaida ya kijumla, ili uelewe Uislamu kwamba ni dini sahihi, dini ambayo inatakiwa ifuatwe na watu wote bila ya kumchagua kabila hili wala hili, wa pahala popote, wa zama zozote. Kuna kawaida hii izingatiwe. Nyingine ya tatu, albu'du. Uislamu umewataka watu wajitenge, wajiweke mbali anil ikhtilafi, kutokana na kutofautiana ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu, wawe kitu kimoja. Umma wenye nguvu umekatazwa kabisa, umma huu kutofautiana, watafarruqi fi dini, na kufarikiana katika dini. Umma huu umeambiwa uwe kitu kimoja. Ndo asili ya kuwekwa swala za jamaa. Ingelikuwa kila mmoja afanye tu ibada yake, basi si angeachiliwa mtu akakaa kwake tu sana swali kwa hoja ya kuswali, asali kwake. Haina haja ya kuweka misikiti nyumbani kwake, mtu anajifanyia kipenu pahala pake pa kuswalia na wanawe, basi kila mmoja angekuwa na. Lakini atakuja leta mambo ndani ya dini, mtu adhanie kwamba anafanya vyema, atakuja koroga dini. Ndiyo maana yaweko majumba haya ya misikiti, majumba maalum, yawe yanawakusanya Waislamu wapate mafunzo namna moja. Qur'ani inazungumzwa mbele yao, mafunzo ya Mtume yanazungumzwa mbele yao. Hapo ndipo wafungamane wa umma namna kama hiyo. Katika Uislamu wametakiwa Waislamu albu'du anil ikhtilafi, wajitenge mbali na tofauti, watafarruqi, na kubaguana fi dini, ndani ya dini. Isije ikafika hadi ndani ya msikiti mmoja kunafanywa jamaa mbili au zaidi ya mbili. Wale wanangojea safu jamaa hii imalizike waingie wao, kwa sababu hawafahamiani ndani ya ibada. Kuna mambo wao wameitakidi ndo ndio, wale wenzao wanayafanya sio, basi kwa hivyo ikabidi umma ukapoteana pale ndani ya msikiti mmoja, wakapatikana Waislamu wanazo jamaa mbili. Wengine wamekaa nje pale wanangojea jamaa ya mwanzo imalizike waingie wao wafunge mpya, kwa sababu hawa waitakidi kwamba wanaswali sawa sawa. Isikafika pale hapo, watu watakuja juta siku ya kiyama. Kuyaepuka hayo, zitatajwa humu sababu za watu kutofautiana ndani ya dini. Qala Allah Ta'ala, katika kuonyesha uzito wa jambo hili la kutofautiana na kufarikiana, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, na hakika umma wenu huu ni umma mmoja. Katika mambo ya ndani ya ibada msije mkayafanya tofauti, asije akatokezea mtu akafanya ujuba na jeuri, akaona kwani hii alhamdu hii ndani ya swala siisemi kichina kwa nini? Itakuwaje sisi sote tutamke sura ya kuswalia kwa Kiarabu tutaisema kichina? Umma utaharibika, hawatoipata sawa sawa alivyotaka Mwenyezi Mungu sura ya kuswalia ile kwa kichina. Wasijatokezea watu wa Kiswahili wakasema alhamdu wataisoma Kiswahili. Kiswahili hakina mambo ya ahkami tajwid. Kiswahili hakina mambo ya ghunna na ikhfa, wala madda wajib muttasil, wala madda jaiz munfasil. Hakina idghamu mutamathilaini, wala hakuna tarqiq wala tafkhim. Lugha zote hazina kawaida hiyo, si Kijerumani, si Kirusi, si Kijapani, nani. Hakuna kawaida ya ndani ya lugha, kuna dasturi ya kisomo, ilmu, fani, ya kwamba harfu hii itamkwe namna kadha na pahala pake itoke pahala kadha, na zikutanapo harfu mbili hizi katika neno moja hukumu yake iwe kadha kadha, na kwamba harfu hii ukiivuta hivi maana yake itakuwa hivi, na kama hukuivuta hivi maana yake itakuwa nyingine. Ingawa katika baadhi ya lugha hutokezea tofauti ndogo ya maana, kama kwenye Kiswahili. Kiswahili kimekaribiana sana na Kiarabu sana, maneno yake mengi Kiswahili yamechukuliwa kule. Huzungumzi maneno 10 katika lugha ya Kiswahili ikawa halimu la Kiarabu ndani yake.
Ukisema neno sheria la Kiarabu, ash-sharia ni la Kiarabu hilo. Alimradi ardhi ni la Kiarabu. Kila ukizungumza sasa Kiswahili inayo desturi ya kuvuta baadhi ya maneno yakaja kwa maana nyingine kidogo. Kama kwa mfano, unaweza ukazungumza hii kwa mkato. Akenda sana, amekwenda sana. Halafu ukabadilisha msemo, ukasema akenda wii. Pale ishaita maana nyingine. Pale kwanza akenda sana tu basi. Lakini kenda namna nyingine hiyo. Akenda ina maana nyingine. Na halafu unamtilia sasa mada nyingine. Akenda we hata. Yule unomhadithia kama ni Mswahili pale, amekaa makini kabisa, ameshafasiri kwenye akili yake kwamba inaonesha kwamba katoka mjini mpaka Makunduchi kwa miguu. Kawaida hii inaweza kupatikana katika baadhi ya lugha. Kwenye Kiswahili ni lugha ambayo imekaribia sana na Kiarabu, huenda kawemo. Lakini kwenye Kiarabu kuna kubadilika maana kabisa, likaja neno jingine la matusi hasa. Kama kuvuta, kwa mfano mdogo tu, unaweza ukasema aya ya Qur'ani, kwa mfano huna maarifa ya kiraa, ukasema Allahu khairun amma yushrikun. Ukasema hivyo tu basi, imekuja kwa sifa ya kutoa habari tu basi, Allahu khairun amma yushrikun. Ama hapa Mwenyezi Mungu atakuwa ni bora au vile ambavyo wanamshirikisha navyo itakuwa bora? Mmoja kwa wawili hapa atakuwa bora. Makosa hapa ukisema hivi, Allahu khairun amma yushrikun, Mwenyezi Mungu atakuwa ni bora kumwabudia, au kama si yeye itakuwa bora kuabudia wale wanaoshirikishwa. La hata itakuwa bora, maana hata itakuwa bora, itakuwa bora sana nyingine. Lakini kule kwenye aya kuna mada ile inaitwa mada al-farq, inafarikisha mada hiyo. Lazima uvute hamza kwa haraka 6, ndipo itapokuja maana kamili ya Qur'ani pale. Allahu khairan amma yushrikun, lazima uweke question mark. Je, Mwenyezi Mungu atakuwa ndiye bora kumwabudia au wale wanaoshirikishwa? Toa jawabu rasmi. Lakini kama mtu hana maarifa ya Qur'ani, hapa itakuwa ametukana kabisa, amekadhibisha hasa Qur'ani. Itakuwa ameweka baina ya Mwenyezi Mungu na wanaoshirikishwa, yoyote katika wao atakuwa bora kumwabudia. Maana umesema tu Allahu khairun amma yushrikun, kwa vyote takavyokuwa Mwenyezi Mungu bora kumwabudia au wale wengine vile vile, Allahu khairun amma yushrikun. Lakini pale pana suala, msomaji lazima ajue mbinu za kusoma. Sasa hawatoweza watu wenye lugha nyingine wakasema alhamdu waisome kwa lugha yao. Kule kwenye lugha yao hakuna kawaida za kiraa kule. Mwenyezi Mungu alipomchagua mtume wa mwisho, amemchagua kumleta kwenye taifa lile la Kiarabu kwa lugha inozungumzwa, si kama itakuwa lugha yao wao. Ndio imefanya kwamba Qur'ani vile anaweza kuwa Mwarabu, Mkureishi, anajua sana Kiarabu, asifahamu Qur'ani. Lugha ya Qur'ani ni lugha ya Kiarabu ambacho imekikiuka kile Kiarabu cha mataifa yote ya Waarabu. Ni Kiarabu cha namna nyingine kabisa, mubin. Wa hadha Qur'anun arabiyyun mubin. Kama kuna lugha nyingine ya Kiarabu, basi kuna Kiarabu cha Kimaweni, kuna Kiarabu broken, kuna Kiarabu kama Kiswahili vile vile. Kuna Kiswahili wanazungumza wa Makunduchi, mtu wa mjini hapati kitu. Akitega sikio pale anaona leo nimefikwa, leo siambuli hata kidogo hapa. Na kama atakaa na Wapemba wa ndani vijijini wakizungumza lugha yao, mtu wa Unguja mjini hapati kitu. Na hivyo kwa watu wa Donge wana lugha ya Kiswahili, mtu wa mjini hapati kitu, atakuwa anasikia tu shi. Jamaa zangu pale Pange Maua kama watazungumza lugha ya Kidonge, mtu wa mjini hupati kitu, utabakia umetoa macho tu. Basi na Qur'ani imekuja kuwakusanya wale Waarabu wenye lugha zao zote za Kiarabu, ikawaambia na challenge, na kupeni sasa lugha iliyokuwa lazima mserende. Basi wakaserenda Waarabu wote, wakajua hichi Kiarabu kweli sasa hivi. Walid bin Mughira, bingwa aliyokuwa akiogopa kwa ufasaha, bingwa wa mantiki, bingwa wa bayan, bingwa wa kila kitu, bingwa wa mashairi,
yeye mwenyewe anaprove, anasema msichezee. Inna qawla Muhammadin la halawa wa innahu la talawa wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi. Maneno anaozungumza Muhammadi wallahi matamu mno, yamenizidi mwenzenu. Hata wewe walidi unasema hivyo? Naam, nasema hivyo, fanya maskhara. Na ninakwambieni ya kwamba maneno ya Muhammadi yana maana refu, la talawa. Huwezi kusoma maneno ya Muhammad ukawa hapa na hapo tu, maana yake imekwenda mbali mno. Sura moja tukasomewa hiyo Hamimu Sajida basi peke yake. Halafu anasema wa innahu ya'lu, na maneno ya Muhammadi yatakaa juu ya maneno yote, wala yu'la alaihi, na wala hayatokaliwa juu yake na maneno mengine. Kafiri mkubwa huyo, mpaka kafa kuamini, anatoa proof kwamba Qur'ani hivi ndio hakika yake. Kwa hivyo lugha hiyo bwana, usidhani kwamba ni ya mchezo, universal. Watu kwenye ibada waitumie lugha hiyo moja tu pekee yake. Hawatoweza kuswali kwa kutumia alhamdu Kiswahili wala Kiingereza wala Kijerumani wala Kijapani wala Kirusi. Lazima iwe alhamdulillahi rabbil alamin. Makhraji ya he ipatikane, kwenye makhraji ya alifu ipatikane, na kule kuna madda arid sukuni inajuzu haraka sita rabbil alamin, mwisho wake utaweka sakna ukisimama. Alimradi fani kubwa mno ya qiraa. Tayib, basi wa inna hadhihi, na kwa hakika umma wenu huu, ummatukum ummatan wahida, ni umma wenu ambao ni umma mmoja, msikafarikiana kwenye umma huu. Ndani ya ibada haifai kabisa kutofautiana watu, ni dhambi, ni kosa kubwa. Watu watakuja kujiona wamewekwa kando na pepo ya Mwenyezi Mungu, hawezi kuibada kwa sababu wametengana ndani ya ibada, isipokuwa mtu awe na hoja ya kutosha kwamba mimi nilimuacha nikambagua kwa sababu ametoka kwenye Qur'ani, ametoka na sunna ya Mtume, mimi nikaganda kwenye Qur'ani, nikaganda kwenye sunna, nikasema ondoke. Madhali kaacha mtu Qur'ani, kaacha sunna, mimi nikaamua kuganda pale, kwa hoja hiyo mtu atashinda. Lakini kwa sababu fulani kasema, kwa sababu imam fulani kasema, kwa sababu wazee wangu, kwa sababu madhehebu yangu, hapo mtu hawezi kupona kabisa. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, ni umma ambao hauna kitu kiitwacho madhehebu fulani, hauna kitu kuitwacho kwamba hii ni madhehebu fulani, kwa hivyo sisi tuko tofauti na madhehebu yale. Hakuna kitu hicho katika Uislamu abadan. Ingawa za madhehebu sasa hivi akisema mtu hana madhehebu watamshangaa watu, kwa sababu mpaka kama karatasi ya serikalini kuna birth certificate na kuna marriage certificate, utaona kuna kifungu kimewekwa, sijui labda siku hizi tu akiondoshe. Muda mrefu kilikaa hapa Unguja, unaambiwa madhehebu gani. Hata unapoingia skuli basi kuna sehemu madhehebu gani baba mtu. Wameyafanya wale waliokuwa Waislamu kuwagawa Waislamu makusudi. Halafu na mwenyewe Muislamu anasema madhehebu yangu mimi Hanafi, mwingine mimi Shafi, mwingine mimi Hanbali, mwingine mimi Shia, mwingine hivi. Pale umma ndipo ulipofizidika pale. Imekuwa ni vigumu sasa kutangaza mtu waziwazi, akaogopa kusema kwamba mimi sina madhehebu. Madhehebu yangu mimi ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wa Mtume. Watamshangaa watu, wamwambie itakuwaje wewe una madhehebu? Naam, na katika Uislamu kumbe hakiruhusiwi kitu hicho, kuwagawa watu wakajiita madhehebu gani na madhehebu gani na madhehebu gani. Mwenyezi Mungu anasema umma wenu huu ni umma mmoja tu. Aya imeendelea, wa ana rabbukum fa'budun, na mimi ndo Mola wenu niabuduni. Mmoja tu umma wenu. Wa qala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu katika aya nyingine hiyo iliyokuja, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, akitaka mtu aitafute katika sura Al-Mu'minuna kwenye aya nambari 52. Na Mwenyezi Mungu akasema tena katika aya nyingine, wa'tasimu bihablillahi jami'an, na shikamaneni, mfungane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu. Yani kamba zote zitakakika zina maana hizo, lakini kuna kamba moja hiyo ya Mwenyezi Mungu hiyo, yani dini. Pale shubbiha dinu bilhabli, imepewa mshabaha dini pale kwa kamba, kwa sababu kamba kwenye akili zetu binadamu ndo tunaofungia mambo yetu.
mwenye kufunga kuni anafungia kamba, mwenye kufunga turubnani foromali ya jahazi anafungia kamba, mwenye kuweka tanga la jahazi anafungia kamba. Alimradi kamba ina matumizi makubwa kwa binadamu. Kamba inafunga, hata akikamatwa mateka vitani anakuwa kamba. Sasa Mwenyezi Mungu akaishabihisha dini na kamba pale, lakini kamba yenyewe hablillahi akataja kwamba ni kamba ya Mwenyezi Mungu, yani pale adili. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, na shikamaneni mfungane, yani kufungana kwenyewe sheti mfungane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu, ndio haitokatika hiyo, haitoregea hiyo, ndio mtakuwa kitu kimoja, dini ya Mwenyezi Mungu. Tena Mwenyezi Mungu akasema wala tafarraku, na wala msifarikiane. Hiyo ni aya katika sura Ali Imran kwenye aya nambari 103. Hii yote ni kuonyesha kwenye kaida amma za Uislamu, Muislamu anaposoma dini awe makini sana, asije akawa yeye ni chanzo, kaisoma dini kuifahamu vizuri, akakaa mbele za watu akazungumza, halafu na kitabu chake pale akasema lakini hii hadithi ya Mtume imesema hivi, lakini kwa madhehebu yetu sisi haya kidogo, hapana. Hapo atakuwa hatari mtu kama huyo. Ndiyo maana kuna tamhidi ya kitabu anaitoa kabisa kwanza isabiki, kabla hujaingia ndani kule uelewe unakisoma kitu gani. Na aya nyingine ya 3 inayozidi kutilia nguvu maneno hayo ya kwamba Muislamu anatakiwa ajiweke mbali na mambo ya kutofautiana na wenziwe na kubaguana ndani ya dini. Aya ya 3, waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala tanaza'u, na wala msizozane Waislamu katika mambo ya ibada, msigombane. Fatafshalu, mkigombana mtakuwa waoga. Maana mkianza kugombana mtaogopana nyinyi badala ya kumogopa Mwenyezi Mungu. Sasa na mkianza kuwa waoga, uoga ni silaha mbaya sana. Ikiwa wataijua hiyo makafiri waliokuwa si Waislamu, waliokuwa ambao wanauchukia Uislamu, wakiwafahamu Waislamu wanatabia wanagombana wenyewe kwa wenyewe na wanaogopana, sasa basi hapo ndipo atapatumia hapo kuwatawanya, kuwaangamiza. Wanamsemo wa Swahili wanasema vita papanzi huwa ni furaha ya kunguru. Wale panzi wakigombana pale, kunguru kwa urahisi kabisa anachukua, wanaoana wenyewe kwa wenyewe. Basi wala tanazau, kitu kugombana Waislamu kimekatazwa. Asivumbue mtu jambo ikabidi mwenzake lazima agombane naye. Fatafshalu, mtakuwa waoga. Watadhhaba rihukum, na itaondoka ile nguvu yenu ya umoja. Watadhhaba rihukum, na itaondoka ile nguvu yenu ya ari ya umoja. Hiyo ni aya katika sura Al-Anfal nambari 46 inapatikana hiyo. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, innal ladhina farraqu dinahum, hayo ni mambo ya dini hayo. Hakika wale walioichawanya dini yao, wakanu shia, na wakawa ni makundi mbalimbali. Huyu anajiita yeye mimi Hanbali, mimi anajiita mimi Shafi'i, mimi Maliki, mimi Naqshbandi, mimi Shii, mimi nani. Mapote ambayo yamefika idadi yake sasa kuliko hata ile idadi ambayo Mtume kaitaja. Mtume anasema iftaraqat an-nasara, walitofautiana manasara ala 71 firqa, kwenye makundi 71. Na kwa sababu ya kutofautiana huku, hata kama walifanya jambo gani, kulluhum fi an-nar, wote wataingia motoni. Waftaraqati al-yahudi, au manzo al-yahudi, wa pili nasara. Hiyo 71 itakuwa ya Mayahudi na ya pili itakuwa ya Manasara. Waftaraqati an-nasara ala 72 firqa, na Manasara nao vile vile wakatofautiana katika makundi 72. Kulluhum fi an-nar, wote wanaingia motoni. Hata kama wamefanya jambo gani, kosa la kutofautiana kwenye dini ya Mwenyezi Mungu ukubwa wake kwa usemeki.
ghadhabu za Mwenyezi Mungu, arshi hutetemeka. Kwa nini? Dini ya Mwenyezi Mungu ameipeleka kwa waja. Mwenyezi Mungu ni mmoja, kamchukua mtume kawaambia watu kanitangazia dini yangu, halafu watu wakatofautiana, wakaitakira wanataka wao, wakatenda mambo ya ibada wanataka wao. Anasema mtume kwa masikitiko makubwa, wasatafarraqu ummati ala 73 firqa, na utatofautiana umma wangu kwenye vikundi 73, wa kulluhum fi nnari, wote wataingia motoni illa wahida, isipokuwa kimoja katika umma wake mtume kakivua. Hicho kimoja hicho akakitaja mtume, man ana alayhi wa ashabi, ni kile kikundi ambacho mimi niko juu yake na masahaba wangu, wakiganda pale wamevuka. Basi innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale walioitawanya dini yao, wakanu shiyaa, na wao wakajifanya ni makundi mbalimbali. Muhammadin nakwambia waziwazi, lasta minhum fi shay'in, wewe Muhammadi huna uhusiano nao kwa jambo lolote. Wao ni umma mwingine na wewe umma mwingine, hawajakufuata hao, si umma wako hao, mimi ninakataa. Sasa tena kama kuna mtu unampenda, mpende umpendaye. Mimi nakwambia lasta minhum, hukuwa wewe Muhammad kwa wao fi shay'in, na uhusiano wowote. Waache na vikundi vyao wajisifu, na wanakuja kwangu wataona. Hiyo ni aya inapatikana katika sura Al-An'am kwenye aya nambari 159. Waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyingine tamko lile lile, wakanu shia, ili kuonyesha ukubwa wake, na wakawa makundi mbalimbali. Aya hiyo vile vile tamko hilo limo tena katika surati Rum kwenye aya nambari 32. Waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu akasema wala takunu kalladhina tafarraqu, na wala waislamu msije mkawa kama wale waliofarikiana, wakhtalafu, na wakatofautiana, min ba'di ma ja'ahumul bayinatu, baada ya kuwajia wao bayana. Si kama wametofautiana kijinga, bayana zimekuja waziwazi. Mwenyezi Mungu ameamrisha hivi, mtume kaamrisha hivi, bayana za wazi zimekuja. Wa ulaika lahum adhabun adhim, na hao ndio ambao kwa wao itathibiti adhabu kubwa. Hiyo ni aya katika sura Ali Imran tena vile vile kwenye aya nambari 105. Wa ulaika lahum adhabun adhim, mbele yake hapo inakuja yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Siku hiyo kuna nyuso zitang'ara na kuna nyuso zitasawajika sana, kwa sababu ya kule kufarikiana. Inaungana maelezo yake na mambo ya nyuma. Tayib, halafu nukta ya 4, baada ya kuweka katazo kwenye kufarikiana umma, anasema raddul masaili. Sasa inakuja matibabu hapo, dawa ya kutokufarikiana. Sasa ili watu wasitofautiane, raddul masaili, kuna kawaida amma waislamu waielewe muhimu, ni kuyarejesha mambo, ni kurejesha masala almutanazai, ambayo watu wanagombania masala hayo, fiha, ndani yake, wayarejeshe ila alkitabi wa sunna, kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na kwenye mwendo wa mtume. Kwa njia hiyo tu ndo umma utabaki tena pale pale. Wasiporejesha hapo, itakuwa ndo ugomvi kwa pale pale. Maana wale walioganda kwenye kitabu cha Qur'an na kwenye mwendo wa mtume huwezi kuondoa pale. Sasa huyo sio wa kulaumiwa. Wa kulaumiwa ni mwenye kutaka masala yake yafutwe na kauli nyingine na rai nyingine. Na Mwenyezi Mungu ameweka matibabu, dawa ya kuuzuia umma usigombane, umma usifarikiane. Raddul masaili almutanaza, ni kuyarejesha mambo yote ambayo yanagombaniwa, fiha, ndani ya mambo hayo, ila alkitabi wa sunna, ni kuyarejesha kwenye kitabu cha Qur'an na mwendo mtume. Basi mtume anasema taraktu fikum amraini, mimi nimeacha kwenu mambo mawili, ma intamassaktum, ambayo nyinyi kama mtakamatana nayo, lan tadhillu ba'di, hamtopotea kamwe baada ya kuondoka mimi. Kitabullahi wa sunnati, mimi ninaacha kwenu kitabu cha Mwenyezi Mungu, mrejee kila mara, na mwendo wangu mrejee hapo. Kila mkitofautiana katika mambo ya dini, basi mrejee pale. Amalan, kurejesha mambo kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna, itakuwa ni kutekeleza bikauli llahi ta'ala, kwa tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema mwenyewe jalla jalaluhu, fa in tanaza'tum fi shay'in
Na iwapo mtagombana katika jambo lolote ndani ya dini, ili umma usibabaike, umma usipoteane, ili msigombane, farudduhu, lirejesheni jambo mnagombania ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, wa Rasul, na mtume wa Mungu. Kulirejesha kwa Mwenyezi Mungu ndo vipi? Atasema Mwenyezi Mungu tena katika aya nyingine iliyokuja mbele hapo. Kulirejesha kwa Mwenyezi Mungu itabidi msafiri, mtafute nauli, mtafute vipando vya kuendea mbinguni kumpelekea Mwenyezi Mungu afutu masala. Mtarejesha vipi? Hiyo aya ya wala fa in tanazatum fi shay'in inapatikana katika sura An-Nisa'i kwenye aya nambari 59. Vipi kurejesha jambo kwa Mwenyezi Mungu? Wa kauluhu ta'ala, ni pale Mwenyezi Mungu aliposema wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, na jambo lolote ambalo nyinyi mtakhitlafiana katika jambo lolote, basi uamuzi wako kwa Mwenyezi Mungu. Vipi kwa Mwenyezi Mungu? Itakuja aya nyingine, nayo ni ile ya mwanzo tuliyoitaja ya kwamba farudduhu ila Allahi wa ila Rasuli. Kurejesha kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ni kurejesha kwenye kitabu chake. Hadithi ya Mtume kaika waziwazi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum lan tadhillu kitabullahi wa sunnati wa ma ikhtalaftum fi shay'in fa hukmuhu ila Allah. Na lolote ambalo nyinyi mtatofautiana ili msikorogane, msipoteane, basi uamuzi wake jambo hilo uko kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu maana yake rudini kwenye kitabu. Hiyo ni aya katika sura Shura nambari 100. Wadhalika, na hayo, lianna ad-dina qad fasalahu al-kitabu, huko kurejesha kwa Mwenyezi Mungu mambo ni kwa sababu dini imeelezwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kuna kitabu maalum ndio kinaofunza dini. Kama qala ta'ala, ni kama Mwenyezi Mungu anavyosema katika aya nyingine, wanazzalna alayka alkitaba, huko kurejesha kwa Mwenyezi Mungu kwenyewe ni huku sasa, na tumeteremsha juu yako Muhammad kitabu tibyanan, kitabu chenye kubainisha, likulli shay'in, kwenye kila jambo ambalo watu wanahitajia. Sasa kumwendea Mwenyezi Mungu ili ahukumu mambo ni kitabu chake, maana yake si kutafuta nauli wala kwenda mbinguni, na kitabu mnacho. Wanazzalna alayka alkitaba, na tumeteremsha Muhammad juu yako kitabu tibyanan likulli shay'in, chenye kubainisha kila kitu. Hiyo ni aya iliyoko katika sura An-Nahl kwenye aya nambari 89. Waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema ma farratna fil kitabi min shay, ili mrejee kwenye kitabu, ni kwamba sisi hatujabakisha kwenye kitabu kila lenye kuhitajiwa na binadamu limo humo. Kwenye aya nambari 38 ya sura An'am imekuja aya hiyo, ma farratna fil kitabi min shay. Wa bayanathu as-sunnatu al-amaliyya, na mambo hayo mbali ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwamba watu wakitofautiana warudi kwenye Qur'ani, na aya nyingine katika waziwazi farudduhu ila Allahi war rasuli, kurejesha kwa mtume. Maana yake nini? Si kumwendea pale kaburini kwake mkamuuliza maswala kwamba atajibu kishakufa. La, bayanathu sunnatu al-amaliyya, imebainisha sunna ya vitendo vya mtume kwenye kila aya ya Qur'ani. Kama haikufahamika waziwazi vipi kutawadha, mtume tabainisha. Kama aya ya Qur'ani imesema tu kwa mkato, idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, haikuweka uso ni kitu gani kwa hakika aya, na mtu pale hawezi kufahamu uso upana wake na urefu wake. Kaambiwa mtu kosha uso. Ama mikono imekwenda ila marafiki. Marafiki ni nini? Atabainisha mtume. Huenda mtu asijue ni marafiki.